Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Habari za kijasusi za Marekani zinadai kwamba Iran inayafukua makombora yake yaliyofukiwa kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Marekani huko katika taifa hilo la Kiajemi. Wa Iran wakati huu wanayafukua makombora yao, na kwa muda mfupi makombora hayo yataingia kazini na ni makombora mabaya sana, unaeleza ujasusi wa Marekani. Iran baada ya kushambuliwa vibaya, sasa makombora yao yaliyo chini ya ardhi yanafukuliwa, na kwamba kwa muda mfupi ujao makombora hayo yataingia kazini. Hata hivyo, wanadai kwamba huenda Iran ikawa na njia nyingi za kuyatolea makombora yao tofauti na njia ambazo zimeshambuliwa wakati huu. Za kijasusi za Marekani zinadai kwamba wafanyakazi wa Iran wanachimba mabaki ya makombora chini ya ardhi na maghala kutoka kwenye vifusi na kuyarudisha katika kazi ndani ya saa chache baada ya kushambuliwa na Marekani na Israel. Taarifa za kijasusi za Marekani zimeripoti. Ujasusi wa Marekani pia unaamini kuwa Tehran imehifadhi kiasi kikubwa cha makombora na silaha zingine chini ya ardhi, na imetia shaka jinsi Washington ilivyokaribia lengo lake la kuharibu uwezo wa makombora wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa mujibu wa ripoti za kijasusi za Marekani zilizotajwa na The New York Times siku ya Ijumaa. Huu ni mpango mwingine wa Marekani kujitetea juu ya kuyafukia makombora ya Iran, na kwamba taarifa ni kwamba makombora hayo hayakufukiwa chini ya vifusi, na ni kwamba makombora hayo yapo na yataendelea kufanya mashambulizi makali dhidi ya Israel na maeneo yote ambayo yana manufaa na Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Marekani kupitia Rais Donald Trump aliamini kwamba sasa Iran haina uwezo wa kushambulia tena baada ya makombora yake kuharibiwa vibaya, lakini ujasusi ukaja na taarifa nyingine kwamba wakati huu Iran ina nusu ya makombora tu yaliyosalia, na leo wanakuja na taarifa nyingine kusema kwamba ujasusi umegundua kwamba kwa muda mfupi Iran itakuwa na makombora yake yote ambayo yamefukiwa chini ya vifusi, taarifa ambazo kimsingi zimekuwa za mkanganyiko. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Washington na Israel hazina uhakika Iran itakuwa na makombora mangapi na vizindua makombora ambavyo walidai viliharibiwa kwa sababu Iran imeviweka katika maeneo ya chini ya ardhi. Ingawa vifusi vya chini ya ardhi vinaweza kuonekana vimeharibiwa, virutubishi vinaweza kupatikana haraka kutoka kwa vifusi na kutumika kwa mashambulizi, ripoti hiyo iliongeza. Kulingana na afisa wa ngazi ya juu wa nchi za Magharibi, Iran imekuwa ikirusha baadhi ya makombora 15 hadi 30 na ndege zisizokuwa na rubani 50 hadi 100 za kujitoa mhanga kwa siku katika eneo zima. Maafisa wa Marekani waliliambia gazeti la Times kwamba Iran inataka kuhifadhi uwezo wake wa kurusha makombora kadri inavyowezekana ili iendelee kutishia eneo hilo kadri mzozo unavyoendelea na hata utakapomalizika. Hata hivyo, wa Iran walidai kwamba makombora yao na silaha zao zote bado zipo na kwamba wao wapo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wote na watapambana kwa muda mrefu zaidi. Huo ndio mpango wao kwa sasa. Baadhi ya virusha makombora vilivyosalia haviaminiki kufikika kwa sasa kutokana na kufukiwa chini ya vifusi. Hii ni ripoti ya kijasusi ambayo alipewa Rais Donald Trump. Israel ilianzisha kampeni yake dhidi ya Iran pamoja na Marekani kudhalilisha uwezo wa kijeshi wa utawala wa Iran, vitisho vya umbali vinavyoletwa na Iran ikiwa ni pamoja na mipango yake ya nyuklia na makombora ya ballistic, na kuweka mazingira kwa watu wa Iran kuangusha utawala huo, jeshi na viongozi wengine wa Israel wamesema. Lakini mpaka sasa mipango yote hiyo kwa namna moja ama nyingine imeshindwa. Taarifa kwa umma za Israel na Marekani zina matumaini zaidi kuliko uhalisia ulivyo, na kauli za Rais wa Marekani Donald Trump ambaye alitangaza kuwa operesheni zimekaribia kukamilika kwa malengo yao ya msingi wiki hii, huku akiongeza muda kila kukicha, na hata wakati huu baada ya kutamatika kwa siku alizozitoa siku 10, sasa ameongeza masaa mengine 24. Katika kujibu ripoti za CNN, msemaji wa ikulu ya White House alidai kwamba mashambulizi ya makombora ya ballistic ya Iran na drone yamepungua kwa karibu 90%. Jeshi lao la majini limeangamizwa, theluthi mbili ya vituo vyao vya uzalishaji vimeharibiwa, na Marekani na Israel zina utawala mkubwa wa anga juu ya Iran. Endelea kutufuatilia, usisahau kulike, comment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.